Kwa majina naitwa Mwalimu Godfrey Joseph Mkinga, ni mwalimu wa masomo ya biashara, linafahamika kama jina la somo la business study. Tupo hapa mbele yenu kuwaonesha watoto ni jinsi gani wanavyojifunza katika mtaala huu mpya unavyowasaidia kujifunza pia kwa vitendo. Tupo hapa tunaangalia utengenezaji wa sabuni ya maji ambao unaweza ukawasaidia wao pia hata pale wanapoweza kumaliza shule, wanakuwa na ujuzi ambao wanaweza kuupata kutokana na huu mtaala mpya wa somo la business study. Kwa hiyo hapa kuna wanafunzi wataonesha ni jinsi gani tunaweza kutengeneza sabuni ya maji kuanzia step ya kwanza mpaka step ya mwisho inavyoweza kukamilika. Kwa majina naitwa Jakuna Karim Mohamed, nasoma kidato cha pili shule ya sekondari Kapalangao. Leo tuko mbele yenu kwa kuonesha hatua kwa hatua jinsi ya utengenezaji wa sabuni ya maji. Hatua ya kwanza, tunaangalia vifaa vyetu kama vimekamilika. Tunaanza kutaja vifaa vyetu, na hivyo vifaa viko 8. Kifaa cha kwanza ni sulfonic acid, na kifaa cha pili ni SLACE. Kifaa cha tatu ni soda ash. Kifaa cha 4 ni Alka-2. Kifaa cha 5 glycerin ya sabuni. Kifaa cha 6 rangi. Kifaa cha 7 perfume ya sabuni, na kifaa cha mwisho ni chumvi. Hatua ya pili, tunaandaa ndoo ya maji na tunaandaa kikombe chetu cha robo na kupima vikombe 18, kwa sababu katika utengenezaji wa sabuni lita unayotakiwa kutengenezea sabuni na ndivyo hivyo vinatakiwa kwenye upimaji wa maji wa kukorogea chumvi upime vikombe ambavyo vinavyotakiwa. Kwa mfano lita 20 tunaweka vikombe 12, lakini sisi leo tunatengeneza lita 30, tunaweka vikombe 18. Baada ya kupima vikombe vya maji 18, tunachukua chumvi na kuifungua, kumimina katika yale maji na kukoroga mpaka iyeyuke. Huu ukorogaji hauchukui muda wala masaa. Unatakiwa ukoroge na unainua hivi mwiko uone kama chumvi bado ipo au imeshayayuka. Baada ya chumvi kuyeyuka, unatakiwa uchukue kitambaa kisafi na kukausha jaba lako lisiwe na maji aina yoyote, na mwiko unatakiwa ufute maji yale ya chumvi uliyomalizia kukorogea. Baada ya hapo, kuna vile vifaa ambavyo ndio vya kwanza tulivyoanza kuvitaja na ndivyo vinatakiwa vianze kutumika katika utengenezaji wa sabuni ya maji. Tulisema mara ya kwanza, kifaa cha kwanza ni sulfonic acid, anamimina yote. Baada ya hicho kifaa cha kwanza ambacho inaitwa sulfonic acid, kifaa cha pili ni SLACE, ambayo SLACE ndiyo inafanya sabuni kuwa nzito
na yenye povu. Tunachukua maji ambayo tuliotoka kuchota, tunaweka kwenye hayo makopo. Hayo maji ambayo hayajachanganywa na chumvi wala kitu chochote. Tumeweka hayo maji kwa sababu kuna slesi ambayo ilibakia au iligandia kwenye kopo ambayo inaweza ikatusaidia katika utengenezaji wetu wa sabuni. Baada ya kuweka haya maji, tutaweka hizi chupa ambazo zilizowekewa maji ili kutumika baadaye. Hatua inayofuata, tunachukua kifaa cha tatu ambacho ni soda ash na kuifungua na kuimimina ndani ya jaba ili tuweze kupata ule mchanganyiko. Na hatua ya 4, unaweka kifaa cha 4 ambacho ni alkatu. Bado tunazidi kuweka vifaa mbalimbali ili tuweze kupata mchanganyiko wa utengenezaji wa sabuni ya maji. Katika utengenezaji wa sabuni kunatakiwa vifaa 4 ambavyo ni sulfonic acid, slesi, soda ash na alkatu. Baada ya kuweka hivyo vifaa, tunachukua mwiko wetu mkavu na kuanza kukoroga. Na sio kukoroga tu, unatakiwa ukianza kukoroga, kama unaenda upande wa kulia, unatakiwa uende hivyo hivyo upande wa kulia. Kama unaenda kushoto, unatakiwa uende wa kushoto, kwa sababu utapoanza kulia na ukajeuza tena kushoto, sabuni yetu itajikata. Tunakoroga kwa muda mfupi ili mchanganyiko wa hivi vifaa 4 viweze kuchanganyika kwa urahisi. Kwenye ukorogaji unatakiwa ukoroge pande zote, usikoroge katikati wala pembeni tu. Unatakiwa ukoroge sehemu zote kwa ajili ya kutoa zile slesi ambazo zinabakia katika jaba letu. Baada ya ukorogaji wa vifaa 4, hatua nyingine tunaweka vikombe 8 vya robo vya maji ya kawaida. Kipindi anavyoweka hayo maji, mkorogaji anaendeleza kukoroga hiyo michanganyiko ya hivyo vifaa. Baada ya kuweka vikombe vyetu vya maji 8, tunaweka vikombe 8 vingine ili mchanganyiko wetu wa hivi vifaa viweze kuwa bora zaidi. Na tukiweka hivyo vikombe 8 kwa mara nyingine, tunatumia dakika 5 mpaka 10. Baada ya kuweka vikombe 8 vya mwanzoni, tunaweka kwa mara nyingine vikombe 8 ili mchanganyiko wa hivi vifaa viwe bora zaidi.
na tutatumia dakika 5 mpaka dakika 10. Baada ya kukoroga dakika 5 mpaka 10, tunachukua maji ambayo hayana chumvi na kumimina kwenye mchanganyiko wetu wa sabuni. Wakati anamimina hayo maji, huku bado anaendelea kukoroga. Baada ya kuweka hizo ndoo 3, tunazidi kukoroga ili vile vifaa vyetu 4 viweze kujichanganya katika hayo maji. Kuna vifaa ambavyo vilibakia baada ya kuweka vile vifaa vyetu 4, ambavyo hivyo vifaa vinawekwa baada ya kuweka vile vifaa vyetu 4. Kifaa cha 5 ni glycerin ya sabuni. Hii hapa. Glycerin ya sabuni inasaidia kuongeza uzito katika sabuni ya maji. Na kifaa cha 6 ni rangi. Na kifaa cha 7 ni perfume ya sabuni. Perfume hii inasaidia kuleta harufu nzuri katika sabuni yetu. Tunaendelea kukoroga. Wakati wanakoroga, kama unakumbuka, kuna maji tuliweka ndani ya chupa za Slesi ili ziweze kutumika baadaye, na hayo maji ndio tunamimina saizi. Baada ya kuweka hayo maji ya Slesi, tunaendelea kukoroga ili kupata mchanganyiko ulio bora zaidi. Baada ya kukoroga, tunachukua maji yetu ya chumvi na kumimina katika ule mchanganyiko wa vifaa 8. Na maji ya chumvi yanasaidia sabuni isiweze kujikata. Baada ya hapo, sabuni yetu itakuwa iko tayari. Tutaifunika na kusubiria masaa 5 au 6 kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Kwa mfano, kufulia, kudekia na matumizi mengine. Kama tulivyoona step zote za utengenezaji wa sabuni katika mtaala wetu mpya wa somo la business study, inamsaidia mwanafunzi kupata uelewa mbalimbali wa kuweza kutengeneza sabuni, na wameonyesha hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Pia katika utengenezaji wa sabuni, katika vifaa vile walivyovitumia, hairuhusiwi vile vifaa kuvilamba au kuvinywa, kwa sababu vinakuwa vina athari kubwa katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo kwa kupitia somo letu la business study
tumeandaa project mbalimbali, lakini project ya kwanza ambayo tumeanza nayo ni ya utengenezaji wa sabuni ya maji, ambao kwa wanafunzi wetu wa Kapalangao Secondary School mpaka kufikia sasa hivi kila mwanafunzi anakuwa na hiyo knowledge ya kuweza kutengeneza sabuni, ambayo pia itamsaidia hata kwa baadaye pale anapoweza kumaliza standard 4 kama ataweza kujiajiri yeye mwenyewe kwa kupitia hili somo jipya la mtaala mpya. Mbali na hapo pia tuna program tofauti tofauti. Tukishamaliza hii tuna program ambayo inafuata itakuwa ni utengenezaji wa sabuni ya kipande. Baada ya hapo tutakuwa na programu ya 3 ambayo tutatumia vifuniko vya plastiki vya maji au chupa au plastiki zozote kutengeneza sahani. Kwa hizo ndo programu ambazo tumeziandaa, ila kwa leo tumeweza kuonesha programu ya kwanza ambayo tumefanikiwa kuitengeneza, ni utengenezaji wa sabuni ya maji. Tunashukuru sana kwa wale ambao watahitaji, taasisi mbalimbali au labda mtu binafsi anaweza akaja kutuona hapa shuleni akawasiliana na uongozi wa shule, basi tunaweza tukamtengenezea na kumpatia hizo sabuni ili kupromote huu mradi wa wanafunzi wanaofanya hapa Kapalangao Secondary School. Mungu awabariki.